Mnapaswa kutambua kwamba ninyi ni viongozi, sio watawala, kwa sababu kutawala ni kushurutisha, lakini kuongoza ni kuonesha njia, ni kuwafanya wale ambao unaowaongoza wakusikilize, wakufuate. Wakusikilize na kukufuata sio kwa sababu ya cheo chako wewe ni diwani, bali wakusikilize na kukufuata kwa sababu wana imani ya dhati juu yako. Na imani hiyo haipatikani kwa vitisho. Imani hiyo haipatikani tu kwa kauli zako za jukwaani, bali imani hiyo inapatikana kwa vitendo vyako, kwa mwenendo wako, kwa maadili yako, kwa maisha yako, kwa maamuzi yako na kwa uongozi wako ambao kila siku unagusa maisha ya wale ambao unawaongoza. Kwa hiyo twendeni tukaishi kama viongozi, na wakati wote tuwe mfano bora wa kuigwa kwa wananchi ambao tunaowaongoza. Lakini kubwa zaidi, misingi ya utendaji wa kazi ni mambo ya mahusiano. Mahusiano katika majukumu yetu ya kila siku ndio msingi wa mafanikio katika utendaji. Mkifanya kazi vizuri pale ulipo, wewe kama diwani na mtendaji wako wa kata, pamoja na watumishi wote walioko pale kwenye ofisi ya kata, lakini wewe diwani na wenye viti wako wa vijiji, wenye viti wa vitongoji, diwani na watendaji wa vijiji, watendaji sijui wa mitaa, lakini diwani na Chama cha Mapinduzi, lakini pia na viongozi wengine wote, wadau pia walioko katika kata yako. Tukiwa na mahusiano mazuri, ndipo tunaweza tukatekeleza majukumu yetu ipasavyo. Lakini hali kadhalika wenye viti wa halmashauri, kuwa na mahusiano mazuri kati ya wenye viti wa halmashauri na wakurugenzi wetu, wenye viti wa halmashauri na wakuu wa wilaya, wenye viti wa halmashauri, lakini pia na viongozi katika chama. Tukishikamana vizuri, majukumu yetu yanakuwa rahisi sana. Tukiwa na migogoro, utendaji wa majukumu unakuwa ni mgumu, na kwenye halmashauri hiyo yenye migogoro hatuwezi tukapata maendeleo. Kumekuwa na wakati ambako tumekuwa tukivutana sana, hata maeneo tu ya kutekeleza miradi. Fedha zinakuja za serikali, madiwani wanatumia miezi 6 wanavutana, mradi tukajenge wapi? Mwisho wa siku tunawacheleweshea maendeleo sisi wananchi ambao wametuchagua. Ni mambo ambayo yanaturudisha nyuma, lakini hayana afya kwa maendeleo ya halmashauri zetu. Kwa hiyo tuyaepuke sana mambo ya namna hiyo. Kuna wakati mwingine unaambiwa diwani hamtaki mtendaji wake wa kata. Hamtaki mtendaji wake wa kata kwa sababu gani? Ukifuatilia ni mambo fulani ya nini, ya maslahi ambayo kwa namna moja ama nyingine anarudisha nyuma utendaji wa kazi. Mtendaji wa kata ni mtumishi wa serikali. Wewe kama kiongozi unatakiwa kufanya kazi na mtendaji yoyote anayeletewa kwenye kata yako. Kama mtendaji ana matatizo ya kiutendaji, zipo sheria za utumishi wa umma. Toeni taarifa wa mkurugenzi kupitia wataalamu wake watachukua hatua zinazostahiki. Haini sio diwani unasema mtendaji mimi siwezi kufanya naye kazi, haiwezekani. Mnagombania nini? Mtendaji wa kata ana kazi zake kwa mujibu wa sheria. Wewe una kazi zako kwa mujibu wa sheria. Sasa kwa nini mgombana? Hamna sababu yoyote ya nini ya kugombana.